أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. Mandugu zangu Waislamu, tunaendelea na ile visa vyetu vya mtume, tunaendelea na ile kisa mtume Lut alayhi salam. Jana tulimalizia mtume Lut alayhi salam akiwa ameonya watu wake kuambia ya kwamba kuna adhabu inakuja, lakini hawako namsikiza. Tukaifikia mahali ambaye mtume Ibrahim alayhi salam, kuna malaika watatu walikuja wakamvisit mtume Ibrahim alayhi salam. Baada yake wakaelekea upande ya Sodom. Hawa malaika walikuwa ni Jibril, Mikail na Israfil, wakiwa wamejifanya wanaume ambaye vijana barubaru, vijana very handsome, na wakaelekea upande ya Sodom, Sodom and Gomorrah. Baada ya kufika katika ile town ya Sodom, kabla hawakuingia katika ile city, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, falamma jaa ala lutin almursalin. Allahu akbar. Wakati ile wale wajumbe ambayo walikuwa wametumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walifika katika ile town ya Sodom, wakakuta ya kwamba katika ile city ya Sodom wakamuona kuna ile msichana ambaye ni ya mtume Lut alayhi salam, alikuwa anachota maji katika ile river. Ilikuwa ni jioni, yeye ndiyo aliwaona kwa mbali, wakakuja kwake. Baada kufika kwake katika ile msichana, wakati ile walimkaribia, wakamwambia si tunaweza pata mali ya kupumzika. Ile msichana hajawahi ona watu warembo kuliko hawa. Allahu akbar. Akasema utapata mali ya kupumzika, lakini tuongoje hapa kidogo, wacha niende niite baba yangu, niongojeni hapa kiasi. Ile msichana akakimbia akaenda akamuita baba yake mtume Lut alayhi salam. Mtume Lut alayhi salam akawakujia akawaambia nini? Qala innakum qaumun munkarun, hakika ni ninyi ni watu ambaye hamujulikani hapa. Ninyi ni kina nani? Mimi siwajui, nyinyi ni kina nani? Wakasema sisi ni wageni, tunataka mahali ya kupumzika. Allahu akbar. Mtume Lut alayhi salam, sasa mtume Lut alayhi salam anaona hao ni wanaume ambaye ni very handsome, ajua atafanya nini. Anaanza kuambia sasa hamwezi elekea hata town nyingine. Wanasema hapana, tunataka tupumzike. Mtume Lut alayhi salam akasema mko tayari mtakuwa wageni yangu? Mnakubali mko wageni yangu? Wakasema sawa, tunakubali utukaribishe. Allahu akbar. Sasa mtume Lut alayhi salam akawakaribisha, akaenda nao polepole, akiwa anatembea mbele yao. Kuna wada ambaye mtume Lut alayhi salam alikuwa anasema nini? Wallahi na hapa kwa jina Mwenyezi Mungu, ma a'lam, wallahi sijui ala al-ardi al-wajhi, katika hii uso wa duniani, ahadun afsad, watu ambaye ni wafisadi, watu ambaye ni wachafu, min ahli hadhihi al-qarya, kuliko watu wa hii mji. Watu wa hii mji ni watu ambaye ni wachafu kabisa, ni watu ambaye ni wabaya kabisa. Na anarudia hiyo maneno, anajaribu kurudia leo yote, anarudia mtume Lut alayhi salam. Mtume Lut alayhi salam kurudia ile maneno leo yote. Wale watu sasa, wale malaika hawaongei. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia msijaribu kuadhibu watu wa Lut alayhi salam mpaka mtume yao akuwe ni shahidi, kwa sababu yaumul qiyama yeye ndo atakuja kuwatolea shahidi
watu wa Lut, mpaka Mtume Lut alayhi salam akuwa shahidi. Nini? Msijaribu kuadhibu. Malaika wanaanza kuandika chini, wanasema ya kwamba sasa Mtume Lut ni kweli yake, hawa ni watu ambaye ni wachafu, hawa ni watu ambaye ni wabaya. Mtume Lut amerudia ya kwanza, akarudia mara ya pili, akarudia mara tatu, akarudia mara nne, akiwa anatembea mbele yao anawapeleka kwake. Sasa alhamdulillah, walienda polepole, hawajaonekana mpaka wakaingia kwa nyumba ya Mtume Lut alayhi salam. Kuingia ndani ya nyumba ya Mtume Lut alayhi salam, wale wageni wakakaribishwa, wakakaa pale. Mke wa Mtume Lut alayhi salam akawaona wanaume ambaye ni very handsome. Sasa akafanya nini? Akatoka polepole akiwa haonekani, akaenda pale nje, akaenda katika ile club. Tulisema wanakuanga na club wala watu wa kaumu Lut wakiwa wanafanya mabaya na ile mambo ambayo wanafanya. Allahu akbar. Akawaendea katika ile club yao, akaanza kuambia kwamba kuna wanaume watatu very handsome wako nyumba ya Lut alayhi salam, ni wageni wa Lut alayhi salam. Hao watu wanaume watatu very very handsome. Sasa wale watu wa mji wa Sodom wakaanza kuambizana kila mtu, wajaa ahlul madinati yastabshirun. Wale watu wa mjini sasa wakaanza kuitana, wakaanza kubishariana, wakaanza kufurahi, wakaanza kusema kuna wanaume very handsome leo wamekuja kwa Mtume Lut alayhi salam, twendeni tuwatoe na tuwafanyie ile ubaya na ushoga ambayo walikuwa wanataka kuwafanyia. Allahu akbar. Twendeni tuwaingilie, ni wanaume very handsome, tena ni wadogo wadogo, twendeni. Wakaanza kuitana, wakaanza kuja pamoja, ikaenda like a wildfire, ikaenda kila mahali katika ile mjini. Watu wote wakatoka nje, wanakuja upande ya nyumba Mtume Lut alayhi salam. Wajaahu qawmahu yuhra'una ilayhi. Allahu akbar. Watu wake sasa wamekuja kwa wingi, wakiwa wana haraka haraka na mbio mbio. Wanakimbia upande gani? Wanakimbia upande wa Mtume Lut alayhi salam kwake. Allahu akbar. Kwa mzima wamekuja kwa nyumba ya Mtume Lut alayhi salam, wanaanza kumgongea mlango. Lut alayhi salam amefunga mlango, anasema ni nani amesema hii maneno, ni nani amefikisha? Mtume Lut anashangaa, mlango yake watu wameanza kujaa. Baada ya dakika wengine wanakuja, baada ya dakika kidogo wengine wanakuja. Watu kiwanja mzima karibu na kwake watu wamejaa hivi. Mtume Lut alayhi salam ajini wapi ameingiliwa, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza ndani ya Qur'an, daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Inasemekana Mwenyezi Mungu anapiga mifano kwa wake wa Mtume Nuh alayhi salam na Mtume Lut alayhi salam. Walifanya nini? Walikuwa ni chini ya waja wetu ambaye ni wema kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema miongoni mwa waja wetu, lakini waliwafanya nini? Waliwahaini. Mtume Lut alayhi salam kewe alimkhaini, alikuwa ameficha ile wageni wake, lakini alitoka nje kwenda kufikisha ile message ya kwamba kuna wageni, kuna watu ambaye kwa Lut alayhi salam. Kwa hiyo peke yake Mwenyezi Mungu anasema nini? Waqila dukhula an-nar ma'a ad-dakhilin, ikasema ingieni katika moto kwa pamoja na wale ambao wanaingia katika hiyo moto. As good as done. Mtume Lut alayhi salam kewe, hata kama alikuwa ameolewa na mtume wa Mwenyezi Mungu alimwingiza moto kwa sababu hiyo. Ndio inasemekana nini? Taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Jaribu kumsaidia mtu kwa ile uzuri na kumcha Mwenyezi Mungu. Chukua mtu kutoka barabarani akiwa anaenda misikitini, ukimbeba ukimleta mpaka kwa misikitini, wallahi ile sala yote yeye anasali, wewe unapata fungu kutoka hiyo. Lakini mtu akikuambia naelekea baa ama naenda kufanya mabaya fulani ama naenda kufanya zina, unambeba na gari yako ama unampeleka unaenda pamoja naye, wallahi ile chafu yote atafanya, wewe uko na fungu ndani yake. Ndio inatakana kila wakati uko unafanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa bibi ya Mtume Lut alayhi salam
hiyo ndiyo ilikuwa dhambi yake, alienda akafikisha ile message. Sasa kwa Mtume Lut alayhi salam anashangaa watu wamejaa mbele kwake. Wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at, Mwenyezi Mungu anasema kabla ya haya hao watu ambao walikuja kwake walikuwa wanafanyanga maovu, walikuwa wanafanya mabaya kila aina. Qala ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum, watu wangu hawa ndio binti zangu wametakasika sana juu yenu, hawa ndio mnafaa kuwaendea. Hamaanishi ile wasichana yake, anamaanisha ile wasichana wa umma wale wako pale. Anasema hao mabinti ambaye ni warembo, simuendea hao mabinti wa warembo, mnatakia nini wageni yangu? Hunna adharu lakum fattaqullaha wala tuquzuni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid. Allahu akbar. Anawaambia nini? Anawaambia ogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala msinihizi kwa hii wageni wangu. Hao wageni ambaye niko na wao msinihizi kwao. Je, hakuna mmoja wenu ambaye ana reason? Hakuna mmoja wenu ambaye ameongoka? Hakuna mmoja wenu ambaye ni mzuri? Alaysa minkum rajulun rashid. Je, hakuna mmoja wenu ambaye ile mtu ambaye anafikiria ameongoloa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Nini wote ni wachafu, nini wote ni wabaya, nini mbaya na watu wangu? Wakamjibu nini? Nini watamjibu watu wake? Wakamwambia qalu awalam nanhaka anil alamin. Ewe Lut alayhi salam, kwani sisi hatuja kukataza ya kwamba usikaribishe yoyote? Nani amekukubali wewe uwakaribisha hao wageni? Kumbe sheria yao walikuwa wamesema Lut alayhi salam akubaliwi kukaribisha mtu yoyote kwake, kwa sababu Lut innahum unasun yatadahharun. Lut anasema anajioni yeye ni msafi, yeye ni mzuri, yeye akubaliwi kukaribisha yoyote. Hao wanataka wakaribisha watu na waanze kuwafanyia mabaya, waanze kuwafanyia ngono, waanze kuwaingilia wale wanaume. Subhanallah, naudhu billah. Wanaambia Nuh, nani amekukubalia kukaribisha hao wageni? Nuh alayhi salam anajibu nini? Qala inna haula'i dayfi fala tafdahun. Watu wangu hawa ni wageni yangu, msinifedheheshe kwa watu wangu, please msinifedheheshe, niwachieni hao wageni yangu. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Watu wangu, qaumi yangu, hawa ndio binti zangu, hawa dada zangu, hawa wasichana, kwa sababu yeye alikuwa ni mtume, alikuwa the father of the nation, yeye ndo baba, yeye umma. Anasema hawa wasichana wote mimi ndo baba yao, hawa mabinti zangu ambaye ni wazuri wazuri. Kama mnataka kufanya hiyo jambo, simuendea hawa mabinti hao ambaye mnaona hapa, lakini hawasikii. Wanamwambia Mtume Lut alayhi salam, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Lut alayhi salam, unajua, umekusha jua ya kwamba sisi hatuna haki juu ya hii binti yako. Hao mabinti sisi hatuna haki juu yao, sisi hatuwataki. Lakini unajua nini? Ile kitu sisi tunataka wewe unajua ni nini? Subhanallah. Wanamaanisha sisi tunataka hao wanaume ututolee ndo tuwaingilie, subhanallah, na nguvu tena. Allahu akbar. Lakini Mtume Lut alayhi salam amekaa kidete, anawaambia wacheni hii maneno. Wameanza kusukuma ile mlango, wameanza kutumia nguvu, wameanza kutumia kila aina. Sasa Nuh alayhi salam akiwa analia machozi amesema nini? Qala law anna li bikum quwwa awi ila rukni shadid. Allahu akbar. Nuh alayhi salam anasema laiti ningelikuwa na nguvu juu yenu, wallahi ningelikuwa na nguvu juu yenu, wallahi hamungenifanyia hivi, ningekuwa najizuia nyinyi. Na anasema ningekuwa na tegemeo yenye nguzo, yenye nguvu,
ningekuwa na tegemeo ambaye iko na nguvu, manake ningekuwa na familia ambaye iko na nguvu, ningekuwa na vijana. Leo mnaniona niko na wasichana wawili, ningekuwa na vijana leo, ama ningekuwa na familia ambayo wako nyuma yangu, wallahi leo hamungenifanyia hivi. Mtume Lut alayhi salam anaambia hivyo watu wake, mpaka wale malaika wale wajumbe watatu walikuwa na yeye wakafil ndani ya roho yao, wakamwambia nini? Qalu ya Lut inna rusulu rabbik lan yasilu ilayk, ewe Lut, sisi ni wajumbe kutoka Mola wako mlezi, hawa hawatakufikia, usiogope. Wale watu wa Lut alayhi salam wanataka kuvunja ile mlango, akaambia usiogope, hawa hawatakufikia ewe Lut, sisi tuko na wewe, sisi tumetumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Qalu bal jinaka bima kanu fihi yaftarun, ewe Lut, sisi tumekuletea ile jambo ambaye hawa walikuwa wanatia shaka, ile jambo ambayo walikuwa nakataa, ile adhabu ambayo walikuwa wanatia shaka, sisi tumekuletea. Hao wote tutawamaliza. Allahu Akbar. Wa atainaka bilhaqi wa inna lasadiqun. Allahu Akbar. Wanaambia Mtume Lut alayhi salam, tumekufikia kwako kwa haki, wallahi na sisi tunasema ukweli kwa yakini, ambaye sisi tunasema ukweli, tumekufikia kwa haki kutoka Mola wako mlezi. Allahu Akbar. Mtume Lut alayhi salam amefurahi, Mtume Lut alayhi salam amefurahi sana, akasema suwamalizeni hawa sahihi. Mtume Lut alikuwa na uchungu ya hali ya juu. Malaika wameshangaa, wamesema nini? Fa akhrajna man kana fiha min almu'minin, sisi tumekuja kuwatoa wale ambao waumini katika hiyo town, lakini fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin, hatukupata katika hiyo jijini, katika hiyo town watu waislamu isipokuwa ile nyumba ya Mtume Lut alayhi salam. Abu angalia Mtume Lut ile mwaka yote Ibrahim alayhi salam alikuwa anatembea, anaenda Misri, anaenda Makka, kijana yake amemzaa Ismail, Ismail amekuwa kijana mkubwa. Hiyo mwaka yote angalieni, Mtume Lut alikuwa anapeleka message kwa watu wa Sodom, lakini hakuna hata mtu mmoja alimfuata. Yeye na ile wasichana yake wawili tu ndio walikuwa Waislamu. Subhanallah. Wale watu wengine yote walikataa kuingia katika dini. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini? Wa in tudi akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, ukiwafata wengi katika duniani wallahi watakupoteza katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usione ati watu ni wengi ati wako katika ile watu wamepotea ati useme wacha mimi nikuwa mmoja wao, wallahi utapotea. Hata kama ni mtu mmoja anasema ukweli, huyo mtu mmoja peke yake mfuate na Mwenyezi Mungu atakuokoa. Angalia wale waislamu wamebaki ni familia ya Mtume Lut alayhi salam. Sasa wale malaika walimwambia nini? Fa asri bi ahlika biqid'in min al-layl, wakamwambia Mtume Lut alayhi salam, sasa fanya hivi, wewe toka na familia yako wakati ya usiku. Usiku ingalipo, wewe toka na familia yako wakati gani? Ukigawanisha usiku mara 3, sehemu ya mwisho kabisa. Usiku kama mara 3 ukigawanisha sehemu ya mwisho kama masaa 9 saa 10 ya usiku, Mtume Lut alayhi salam anaambiwa wakati hiyo ndo utatoka. Nini imehappen? Wale watu walikuwa wanataka kumkaribia. Nini imehappen wakati hiyo? Kwa sababu tulisikia kwamba walikuwa wanataka kuvunja ile mlango wa Mtume Lut alayhi salam. Malaika ambaye ni Jibril alayhi salam alitoka nje, akajifanya ile original form ya Jibril alayhi salam, akawagonga wote katika macho, wote wakawa kipofu. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, walaqad rawaduhu an dayfihi fadamasna a'yunahum fadhuqu adhabi wa nudhur. Allahu Akbar. Walikuwa wanataka wale wageni ya Mtume Lut alayhi salam, lakini tuliwapiga wote katika macho, wakawa kipofu wote, tukawafanya vipofu wote. Sasa wanaanza kuanguka waoni mbele yao,
wakaanza kusema nini? Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu yule peke yake ambaye aliapa juu yake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daraja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi iko juu kabisa. Mwenyezi Mungu anasema nini? La amruk, anaapa kwa miaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naapa kwa miaka yako ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La amruk innahum la fi sakratihim ya'mahun. Wallahi Mtume Muhammad, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nimeapa kwa miaka umri yako wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utawakuta wale walikuwa ni walevi wote wakaanza kuwa kama walevi, wakihangaika ovyo ovyo, wakitembea hawajui wanaenda wapi, kwa sababu wote wamekuwa vipofu. Wakasema, Lut, tutakurudia kesho asubuhi, tutakukujia kesho asubuhi, kazi yako sasa ni usiku, watuone vizuri, wacha tuonane kesho asubuhi. Allahu Akbar. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala malaika walimwambia nini Lut alayhi salam, fa asri bi ahlika biqid'in min al-layli wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Allahu Akbar. Wakamwambia, enda usiku ingalipo wewe Lut alayhi salam, wewe na ahli yako, wewe na familia yako, isipokuwa yule bibi yako, ule mkewe, ule alienda kusema nje, huyo peke yake ndo atakuwa na baki. Innahu musibuha ma asabahum, yeye itamfikia ile msiba ambaye itawafikia wao. Hao watu venye wataadhibiwa, hata mkewe ataadhibiwa hivyo. Mtume Lut alayhi salam alikuwa na uchungu, akasema, ya Allah, wewe malaika, malaika simwamalizeni hata saa hii watu. Malaika wakamwambia nini? Inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib, hakika miadi yetu ni asubuhi. Je, asubuhi si karibu? Asubuhi si karibu? Wao watu tutakuwa tumewamaliza asubuhi kabisa. Hao watu mchana, asubuhi ikifika ndio kazi yao itaanza. Allahu Akbar. Sasa hakuna watu ambao wameadhibiwa venye wameadhibiwa watu wa Lut alayhi salam. Kwa Lut venye wamefanywa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa ni kali kabisa. Allahu Akbar. Sasa mtume Lut alayhi salam akaambia nini? Wattabi' adbarahum, fata watu wako kutoka nyuma, wacha wale wasichana wako wawili watembee mbele, wewe tembea na hao nyuma yao, lakini usiangalie nyuma. Mkikuta ile adhabu ina hapa na makelele ama sauti mkisikia, msiangalie nyuma, msonge mbele. Inasemekana mkewe alikuwa mmoja wao, alikuwa amemfuata. Wanazuoni wengine wanasema alikuwa ameenda na wao pamoja, na wengine wanasema alikuwa amebaki. Wacha tusikie yote mbili. Baada sasa asubuhi kufika, asubuhi sunrise, ile jua inatokea, jua linachomoza, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitoa hawa ukalele ukaanza mara moja kwao. Sauti ikaanza kuwatokea asubuhi ile mapema, mwili yao ikaanza kushikana. Unajua sauti ukiletoa blast, sauti ikuwa na sauti ya hali ya juu, hata mwili yako ile uchungu unasikia mpaka ukal, mpaka ushikane vizuri. Allahu Akbar. Ile kelele sasa kuendelea, Jibril akawa ile his original form, dhi quwwatin inda dhil arshil makin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia Jibril ni mwenye nguvu, alikuwa na nguvu kupita kiasi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wakati ile nimemuona Jibril alayhi salam lahu 600 janaha. Jibril alayhi salam alikuwa na mabawa 600, bawa moja peke yake ni east na west, huwezi ona. Akakuja akawachukua na inchi ya ile bawa yake pale mbele kabisa, akachukua ile ardhi. Baada ile sauti na ukelele ukaumiza kabisa watu wa Lut alayhi salam, Jibril akachukua ile ardhi ya ile mji ya Sodom akapeleka mpaka juu. Wale malaika ambaye wako mbingu ya kwanza walisema wanasikia sauti na kelele, na ile wanyama ambaye venye wanalia na binadamu sauti yao venye wanalia, mpaka samawati ya kwanza karibu yake, ndio Jibril akarudisha mpaka tena chini, ups and down. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Allahu Akbar. Ilipofika ile amri yetu,
Ile inchi ilichukuliwa mara moja ikapelekwa juu, tena wakarudishwa chini, ups and down. Allahu akbar. Mara moja wakaganganishwa naye chini. Wa amdarna alaiha hijaratan min sijil. Allahu akbar. Mara moja wa amdarna alaiha hijaratan min sijil mandud. Inasemekana mara moja wakaletwa mvua ya mawe. Mawe na gani? Mawe ya udongo ambaye iko na moto. Allahu akbar. Ambaye inafuatana musawamatan inda rabbik. Kila mawe imeandikwa jina ya kila moja wao, kila moja yao ambaye ni Qaumu Lut, kila mawe iko na jina yake. Moja wao ya hiyo jina ni mke wa Mtume Lut alayhi salam. Mawe ikaanza kufuatana one after the other juu yao, ikaanza kuwagonga moja by moja, wakiwa wamegeuzwa ups and down. Huyu anaona huyu mawe imemgonga, ule mwingine tena inakuja ile mawe mwingine na mwingia ambaye iko na moto. Allahu akbar. Wote wakafa hivyo, watu wa Qaumu Lut. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa, wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billayli afala taqilun. Nini watu wa Quraysh munapita katika hiyo barabara mchana na usiku? Je, hamna akili? Je, hamuoni venye watu wa Lut alayhi salam wameangamizwa? Je, hamuoni venye wanakaa? Inna fi dhalika la ayatin lilmutawassimin. Mwenyezi Mungu anasema wale ambaye wanafikiria sana, hiyo ndio ishara kwao. Inasemekana sasa ukienda Sodom katika ile Dead Sea, utaenda kuona ile wale mascientists wameenda kuangalia ile mawe, wamesema hakuna mawe kama hiyo katika hii duniani. Hawajawahi ona mawe kama hiyo katika anywhere in this world. Iko pale kwa Sodom peke yake. Hiyo mawe imetoka direct kutoka samawati. Allahu akbar. Na walikuwa wanamalizwa nayo watu wa Qaumu Lut. Wanazuoni wanasema mwanamke Mtume Lut alayhi salam wakati ile aliwafuata, akasikia ukelele ambaye venye walikuwa wananuliwa, akasema ole wangu ya watu wangu, nini imehappen kwa watu wangu? Akageuka yeye pia ile mawe yake ikakuja ikampata mara moja na ikamgia naye chini. Subhanallah. Hapo ndio watu wa Lut wameishia. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia question moja, wama hiya minadh-dhalimina bibaid. Allahu akbar. Anasema hivyo hayuko mbali adhabu ya kuadhabiwa watu madhalimu. Kama watafanya jambo kama hiyo, kama wengine watafanya jambo kama hiyo, wallahi adhabu ya Mwenyezi Mungu hayuko mbali. Abu, angalieni saa hii utakuta ile watu ambao wanafanya jambo kama hiyo wanapatwa pesa. Ukijaribu kuwaonyeshea mkono hivi, wao unawekwa ndani. Hao wanasifiwa, wanaambiwa wako na haki yao, hakuna mtu yote anayeongea juu yao. Wallahi kutoka Qaumu Lut duniani venye ilikuwa mpaka leo hii, hakuna wakati ambaye ni mbaya kuliko hii zaman ambaye si tuko. Wale watu ambao wanafanyia kazi Iblis wana support hii maneno ya Qaumu Lut. Kila mahali ukienda, hata wakati ya Qaumu Lut hakuna mahali tumesikia watu wamefanya harusi. Sasa unakuta kuna harusi ya mwanaume na mwanaume. Subhanallah, naudhu billah. Na inafanyika in full view of the people, watu wote wanaona. Allahu akbar. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, Ibn Abbas radhiyallahu anhu anatuambia kwamba man wajadtumuhu ya'mal amal Qaumu Lut, ukiona watu ambao wanafanya amali ya Qaumu Lut, faqtulu, uweni hao wale ambao wanafanya na wale ambao wanafanyiwa. Hiyo ni hadith, ni mbaya sana. Wale true Muslims na wale true Christians, wale true Wayahudi, wale Judaism, hata wale watu ambao ni pagans, wallahi wote wanaangalia upande moja na hii jambo ambayo Qaumu Lut. Kila mmoja wanajua ni mbaya. Hata African traditionals wanajua mambo ya hii ulawiti na hii ushoga ni mambo mbaya, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuchunge naye. Tunasema wa sallallahu wa sallama wa barik ala sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum. بسم الله الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.